ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس معشر المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ndugu zangu Waislamu, nimeitanguliza mbele yenu ayatun adhima fi kitabillahi ta'ala, aya yenye mahimizo na mafundisho makubwa iliyo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an. Nayo ni aya ya 10 katika suratul Hujurat. Kwa hakika aya hii ndio itakuwa chanzo na mahali pa kuondokea katika nasaha zetu za leo fi hadhihi al-khutbah. Katika khutba hii napenda tukumbushane leo an huquqi al-ukhuwati fi al-Islam. Tukumbushane kwa uchache kuhusiana na haki za undugu katika Uislamu. Udugu huu wa Kiislamu ambao umefundishwa na sheria, na undugu huu wa Kiislamu ni neema min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala almuslimin. Unazingatiwa udugu wa Kiislamu ni neema miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Waislamu. Udugu wa Kiislamu hauna thamani ya kununua. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani anamwambia mtume wake: law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Lao ungelitoa kama thamani vyote vilivyomo katika ardhi, basi usingeweza kuunganisha nyoyo zao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha baina yao. Udugu wetu huu wa Kiislamu, udugu huu wa imani. Sasa udugu huu una haki zake za msingi kabisa. Watu wakizichunga haki hizo, wakazitilia maanani,
wakaziheshimu, wakazitekeleza, udugu wa Kiislamu utabaki, tutaendelea kuwa ndugu. Lakini ikiwa watu watazikiuka haki za undugu, wakazipuuza, wakaacha kuzitekeleza, udugu wetu huu wa Kiislamu hautokuwepo. Tutakuwa tu ni watu Waislamu, lakini kila mmoja ana 50 zake. Akituangalia mtu anaweza kufikiri sisi ni wamoja, lakini kumbe si wamoja. Kila mtu ana fundo lake katika moyo wake kwa namna yake, kwa sababu kuna haki za udugu zimepuuzwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii anasema, innamal mu'minuna ikhwatun, kwa hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu kwa sababu ya hiyo imani. Fa aslihu baina akhawaykum, basi patanisheni baina ya ndugu zenu. Bimaana ikiwa watagombana wawili katika ndugu Waislamu au makundi ya Waislamu, kundi hili la Waislamu na kundi lile wakaingia katika mzozo na mifarakano, wajibu wetu, Allah anasema fa aslihu baina akhawaykum, basi patanisheni baina ya ndugu zenu. Wattaqullah, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa nyinyi. Nimesema aya hii ni aya ya 10 katika suratul Hujurat. Al-Imam al-Allama al-Mufassir Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir السعدي أو السعدي رحمة الله تعالى عليه, wanawachuoni huyu bingwa wa tafsiri, katika tafsiri yake maarufu Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, wakati Sheikh Saadi rahimahullah anaifasiri aya hii akasema, wa qawluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala aliposema innamal mu'minuna ikhwatun, kwa hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Qala rahimahullah, hadha aqdun aqadahu Allahu baina almu'minin. Sheikh anasema rahimahullah, maneno haya innamal mu'minuna ikhwatun, huu ni mkataba aqadahu Allahu baina almu'minin, ameufunga mkataba huu Allah baina ya waumini. Anaendelea akisema rahimahullah, annahu idha wujida min ayi shakhsin kan, hakika mambo yalivyo pindi itakapopatikana kutokea kwa mtu yoyote yule awaye, fi mashriqi al-ardi wa maghribiha, katika mashariki ya ardhi na magharibi yake, popote pale yalipo, pindi ikipatikana kwa mtu yoyote popote alipo, ikipatikana nini? Al-imanu billahi, ikipatikana kwake imani ya kuamini Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, na akawa na waamini malaika wa Allah na kuviamini vitabu vyake na kuwaamini mitume wake, wal yawmil akhir, na kuiamini siku ya mwisho. Imani hii ikipatikana kwa mtu yoyote, awe mahala popote pale, fa innahu akhun lilmu'minin. Sheikh anasema kwa hakika mtu huyo ni ndugu wa waumini. Kisha anasema ukhuwatun, udugu ambao tujibu an yuhibba lahu almu'minun ma yuhibbuna li anfusihim, huyo ni ndugu wa waumini. Ukhuwatun, udugu ambao tujibu an yuhibba lahu almu'minun, udugu huo unawajibisha wapende kwake yeye mtu huyu waumini, ma yuhibbuna li anfusihim, yale ambayo wanayapenda kwenye nafsi zao.
wayakrahuna lahu, na udugu huo unawajibisha wayachukie kumfika mtu huyu ndugu yao, ma yakrahuna li anfusihim, yale ambayo wanayachukia kwenye nafsi zao. baada ya kusema hayo, faqala rahimahullahu ta'ala, walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwa sababu hii akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha, mu'min kwa mu'mini mwingine ni kama jengo. Angalia ushirikiano wa jengo, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, jengo lilivyo, kuta zinashika baadhi yake kushika baadhi nyingine, tofari kwa tofari, nondo kwa nondo vinashikana na jengo linasimama. Mtume alayhi salam akatoa mfano wa jengo, anasema waumini kwa waumini wengine ni kama jengo linashikana baadhi yake kushika baadhi nyingine. Washabbaka alayhi salatu wassalam baina asabi'ihi, na Mtume alayhi salam akashikamanisha kama hivi baina ya mikono yake, kwa maana waumini wanaingiana namna hii na wanashikana kama mshikamano wa jengo. Baada ya kusema hayo, shaka nasema walaqad amara Allahu rasulahu bilqiyami bihuquqi almu'minin ba'dihim li ba'din, na kwa hakika amemwamrisha Allah mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzisimamia haki za waumini baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wa bima bihi yahsulu at-ta'alufu wat-tawadudu, pia asimamie yale ambayo kwa mambo hayo kunapatikana kuungana na yanapatikana mapenzi, watawasulu bainahum, na kunapatikana mahusiano mema baina yao. Huu ni wajibu kapewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuusimamia kwa Waislamu. Wa kullu hadha yaqulu as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa kullu hadha ta'yidun lihuquqi ba'dihim ala ba'd, na yote haya ni kutilia nguvu zile haki ambazo ziko baadhi yao, haki hizo ziko juu ya wengine, haki ambazo ziko baina yao wao kwa wao. Ndugu zangu, tunapozungumza udugu wa kiimani, udugu wa Kiislamu, tunamaanisha kuchunga zile haki za udugu. Tukizichunga haki hizo, ndiyo kutamea udugu wetu katika imani, na manufaa yake yatapatikana, na safu yetu itakuwa moja. Kwenye muonekano wake safu yetu itakuwa moja katika nyoyo. Tukizungumza, tunazungumza kwa ukweli, kila mmoja amemsafiania ndugu yake, na wala hatutakuwa kama wanafiki. Tuzungumza kwa dhahir, lakini ndani ya nafsi zetu kila mmoja anamngonga mwenzake. Udugu huu si udugu wa Kiislamu, lakini baadhi ya mambo yanaashiria kwamba udugu wetu umetetereka. Ule udugu wa Kiislamu wa kweli haupo. Yale mapenzi baina ya waumini ya kweli hayapo. Imekuwa tunataniana, tunakuchengana, huyu anaingia huku na yule anaingia kule, lakini mambo hayako sawa. Lakini kwa sababu ni dhambi hili sheitani analichochea, na sisi tumeghafilika, unajiona kama uko sawa, lakini wallahi hauko sawa. Sasa kwa nini tumefikia hapa? Ni kwa sababu zile haki za udugu hazijachungwa. Mizozo iliyoko baina ya Waislamu ni mikubwa, mifarakano ni mingi, chuki zimeingia baina yetu. Wallahi alazim, wako watu hawasalimiani, wengine wana mwaka, wengine miaka miwili, wengine miezi 6, na mtu anakuambia wazi kabisa, mimi sizungumzi naye yule kabisa, sina shughuli naye. Hawasalimiani, hawazungumzi pamoja. Huyo akimwona mwenzake anakuja pale, anabadilisha njia, hataki wakutane. Akiingia mlango huu, yeye anatoka.
muslimun, mu'minun. Hali hii tunaishi nayo. Mambo haya yametukuta kwa sababu hatukuchunga hizi haki za udugu. Leo insha Allah nitaje baadhi ya haki za kuimarisha na kuuchunga udugu wetu. Ala wa min a'zami huquqi al-ukhuwati baina al-mu'minin. Fahamu ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa haki kubwa kabisa baina ya udugu wa waumini, wanasema ulama, alhubbu fillahi walbughdhu fillah, ni sisi kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Yani ukiwaona waislamu wawili wamependana, basi wao wamependana kwa ajili ya Allah. Allah amewakusanya kwa sababu yake. Na ukiwaona wana waislamu wawili wametofautiana na wakatengana, basi tofauti zao ni kwa ajili ya Allah. Jambo hili ni haki kubwa sana za udugu wetu. Rawa al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala as-Sijistani katika sunani yake min hadithi Abi Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Umama, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi, yoyote ambaye atampenda mwingine muislamu kwa ajili ya Allah na akamchukia muislamu huyo kwa ajili ya Allah, wa a'ta lillah, na akatoa kumpa mwingine kwa ajili ya Allah, wa mana'a lillah, na akazuia kumpa kwa ajili ya Allah, faqad istakmala al-iman, kwa hakika mtu huyo ameikamilisha imani. Bimaana muislamu anachunga katika udugu wake yale ambayo Allah anayaridhia. Ikiwa ndugu yake muislamu ni mu'minun haqqa, ni muumini wa kweli, anamuadhimisha Allah na kumtii Allah, huyu mu'min atapendwa kwa sababu ya imani yake. Na akiwa ni mtu muovu, muanid, mtu mkaidi, mpinzani, hana kheri, hana ibada, bali yuko mbele kwenye maasi, muislamu huyu atachukiwa kwa ajili ya Allah kwa sababu ya uovu wake. Mizani ya kupendana na kuchukiana baina ya waumini na kuwa ni dini kumridhisha Allah. Kutekeleza jambo hili ni kuchunga haki kubwa ya udugu. Pana watu wamezembea katika hili. Wako ndugu zao waumini wenye vigezo vya imani, lakini hawapendi mapenzi ya kuwapenda waumini, bali pana wengine wamekengeuka, wako mbali na imani, lakini utakuta mtu anawapenda watu hao kwa maslahi mengine ya kilimwengu. Watu wanapendana humu kwa sababu za kimaslahi, maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kisiasa, maslahi ya kimichezo na maslahi mengine. Watu wanapendana, lakini pana uovu ndani yake. Kufanya hivi si kutekeleza haki za udugu. Nitapita hapo. Haki nyingine ya pili nitakayoitaja hapa, at-tanasuhu baina al-mu'minin. Miongoni mwa haki za undugu ni kunasihiana baina ya Waislamu. Ikiwa kuna jambo la kimakosa ameliingia ndugu yako au ameliingia ndugu zako, wajibu wako wa kwanza ni kufikisha nasaha zako za ukweli kwa wao. Ima ufikishe wewe mwenyewe kama unaweza, na kama huwezi watumie wale ambao wataweza. Almuhimu nasaha zifike, na usikurupuke kuwadhania vibaya ndugu zako au kuwasema pembeni muda wa kuwa hujayathibitisha mambo wala hujapeleka nasaha. Kufanya hivyo ni kuwakosea ndugu zako na unahujumu udugu wa Kiislamu, kwa sababu katika haki za kubakisha udugu wetu ni kuwa na tabia ya kunasihiana baina yetu. Sasa pana watu wengi ni mahodari wa kusengenya na kuwasema watu pembeni, lakini hawana ujasiri wa kuwakabili ndugu zao wakawanasihi ikiwa kuna jambo la kweli au hata ni maneno ya pembeni kutaka uthibitisho. Jambo hili limekuwa adimu katika safu yetu. Sasa
miongoni mwa haki za udugu ndugu zangu ni at-tanasuhu baina al-mu'minin. Allah katika surati at-Tauba aya 71, mtasoma sehemu ya aya, Allah anatuambia wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Na waumini wanaume na waumini wanawake, kwa maana wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake, wale waumini ba'dhuhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni marafiki kwa wengine. Waumini wao kwa wao ni maswahiba, ni marafiki. Hiyo ndio tabia yao. Allah anasema ya'muruna bil ma'rufi, wanaamrisha yaliyo mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyo maovu. Ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha yaliyo mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyo maovu. Huu ndio utaratibu wa marafiki waumini. Baina yao kuna kuamrishana mema na baina yao kuna kukatazana mabaya. Wa hadha huwa at-tanasuh, na hii ndio maana ya kunasihiana. Bali utashangaa an-nushu baina al-mu'minin kana min bunudi mubay'ati as-sahabati lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Katika maajabu makubwa ya mafundisho ya Uislamu, an-nushu baina al-mu'minin, kunasihiana baina ya waumini, kana min bunudi mubay'ati as-sahaba lin-nabi alayhi salatu wasalam. Kunasihiana ilikuwa ni sehemu ya vifungu vile vya kupeana kiapo baina ya mtume alayhi salatu wasalam na masahaba. Masahaba walikula kiapo cha utiifu kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa vifungu ambavyo waliapia juu yake masahaba mbele ya mtume alayhi salatu wasalam ni kunasihiana baina yao. Al-Imam al-Bukhari ameitaja riwaya katika sahihi yake hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir anasimulia yeye mwenyewe kilichomkuta, anasema bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati as-salah, mimi nilimpa kiapo cha utiifu mtume alayhi salatu wassalam juu ya kusimamisha swala, wa itai zakati, na juu ya kutoa zaka. Anasema wan nushi likulli muslimin, na nilimpa kiapo ya mtume alayhi salam juu ya kumnasihi kila muislamu. Kwa nasaha ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Haki kubwa ya undugu hii. Umesikia jambo kwa ndugu yako baya, cha kwanza kabla hujamtangaza na kumwadhiri na kumsengenya, tekeleza wajibu wako wa kumnasihi. Mzindue ndugu yako, kuna jambo linasemwa kwako linaonekana limethibiti kaka jambo hili, ittaqillah, muogope Allah, hili jambo kwenye Uislamu ni haram, wa anta mu'minun, na wewe ndugu yangu ni mu'min, na wewe unasimamisha ibada. Achana na mambo haya, fanya hivyo lillahi na si kwa lengo jingine lolote. Huu ndio wajibu wako wa kwanza, kabla ya kukaa na kumsengenya au ukasubiria mbele za watu ukalimwaga pale ili aadhirike, alafu uonekane wewe umesimama vizuri sana. Huo sio utaratibu wetu. Naam, inawezekana watu wakaadhiriwa kwa sababu ya maovu yao, pengine wakasemwa wazi wazi, lakini ni jambo lina hatua zake. Kwa mtu mkaidi mathalan, mmetekeleza wajibu wa kumnasihi, mmemnasihi yeye mwenyewe, mmemwitia vikao, mmefanya juhudi mbalimbali, lakini bado anaendelea na shar, huyu anaweza akaadhiriwa ili watu wengine wasimuige. Lakini kwa mujarrad wa kusikia tu basi huna wajibu mwingine wewe zaidi ya kutangaza. Ndio tabia yako hiyo? La, hapana. Na hapa unaweza ukaijazia ile hadithi ya Abi Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nasaha ni sehemu ya dini, ad-dinu an-nasiha ila akhir al-hadith. Jambo la tatu katika haki za udugu ambalo ninapenda kulisema hapa
baada ya haya mawili, hifdhu lisani ala ikhwanik, ni kuhifadhi ulimi kwa ndugu zako. Hichi kinyama hichi cha ulimi, kinyama kidogo sana, hebu kihifadhi kinyama hicho kwa ndugu zako Waislamu. Wanasema ulama, hadhihi lahmatu as-saghira, kinyama hichi cha ulimi ambacho ni kidogo, kathiran ma awqa'at al-qatla, wallah, ni mara nyingi sana kimesababisha vifo, watu wakafa mamia kwa maelfu kwa mamilioni kwa sababu ya ulimi tu. Ulizungumza neno la kichochezi bila kutafakari, watu wakaingiana maungoni, watu wakaingia vitani, mji kwa mji, familia kwa familia, mtu na mtu, pengine nchi kwa nchi, zikaingia kwenye vita vya kuangamizana bisababi al-lisan, kwa sababu ya ulimi. Maulama wanatuambia watu wengi waliopata madhara, kathirun mimman tadarrara fi hadha al-kawn, watu wengi waliopata madhara katika ulimwengu huu, sababu kubwa ni ulimi. Wallahi alazim, pana watu wako jela wamefungwa, wengine ni mahabusu wanasubiria hukumu zao, wengine wao katika sero kwenye mapolisi huko, wengine wana vilema leo hii, wengine wamefukuzwa kazi, bali kuna waliouawa, washafukiwa. Yote haya yamevunwa na ndimi kwa sababu ya ulimi. Ni kinyama kidogo, lakini kimeleta maafa, bal wahaddamat al-usar. Kinyama hichi cha ulimi kimezibomoa familia. Leo kuna watu hawasemani, familia zimetengana, ndugu wa kweli hasa, kaka hazungumzi na mdogo wake, dada hazungumzi na dada yake, pana wengine hawazungumzi na wazazi wao. Familia ya huku ni huku, ya kule ni kule, wengine ni ndugu wa baba mmoja, tofauti ya mama tu, mambo ya ukewenza tu, midomo ilipita, ndugu wa damu moja, mishipa mimoja, hawasemani. Hawa na mama yao huku, wale na mama yao kule, vita kwa sababu ya ulimi. Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha sisi kwenye Qur'an katika sura Qaf akisema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, na hatamki mtu kauli yoyote isipokuwa illa ladayhi, isipokuwa yupo karibu naye, raqibun, mwenye kuchunga, atidun, mwenye kuandika. Wanasema ulama, hao ni malaika wawili wenye kufanya kazi mbili tofauti, mmoja anafuatilia, mwingine anaandika. Lakini baadhi ya mufassirin wanasema huyo ni malaika mmoja mwenye sifa mbili, raqibun, anafuatilia nyendo kwa nyendo, atidun, alafu anaandika ripoti baada ya ufuatiliaji. Usidhanie maneno unayozungumza yanapita bure, umeshabwabwaja umemaliza, huyo unakwenda zako. Kama ni hela umepewa, kama ni chai umenunuliwa, umemwaga umbea wako hapo kisha ukaondoka. Usidhani maneno uliyozungumza yatapita hivyo. Qala Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hazungumzi mtu kauli yoyote isipokuwa yupo karibu naye malaika mwenye kuchunga, malaika mwenye kuandika. Bali ndugu zangu, inda al-Imam al-Bukhari, hebu angalia athari ya ulimi. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Kuna mtu haikamja ni mwenye kuzungumza neno, kazungumza neno tu katika maneno mazuri. Baadhi ya riwaya zimekuja min ridwanillahi, akazungumza neno katika maneno ambayo Allah anayaridhia, la yulqi laha balan, mwenyewe aliyezungumza hajalitilia hilo neno maanani,
Kiswahili kwa baadhi ya Waswahili wanakijua, hajalijali hilo neno, kalizungumza tu, lakini la kheri. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin, huenda Allah akamnyanyua yeye kwa neno hilo moja daraja nyingi kabisa. Bali akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhati Allahi, na kuna mja anaweza akazungumza neno moja katika maneno yenye kumchukiza Allah, neno baya la uchonganishi, neno la maasiya, neno la ufitina, neno la umbea, akazungumza moja tu, la yulqi la balan, akawa hajalijali hilo neno, hajalitilia maanani na kutafakari madhara yake na balaa lake, akalizungumza neno moja tu, yahwi biha fi jahannam. Tunasema ataporomoka, atatumbukia kwa hilo neno moja katika moto wa jahannam. Ibadallah, al-lisan, tuuchunge ulimi. Waislamu wengi katika zama za leo hawachungi hili jambo. Usiropokwe wewe katika mambo ya haki za watu, usiropoke ukazungumzia damu za watu, ukazungumzia mali za watu, ukazungumzia heshima za watu, ukazungumzia familia za watu, ukazungumza kazi za watu ambazo wala huzijui kwa dhana zako tu, ukatumia ulimi wako kuwachafua watu. Simuone yule bwana yuko smart vile, hamna kitu pale, ndio hawezi tu, mtu wa madawa yule, unafikiri mpigaji mkubwa yule. Unajua, una ushahidi, ulikuwepo, unaweza ukathibitisha haya mbele ya Allah. Ittaqillah, jizuie kuongea sana yasiyo na maana. Madhara ya ulimi ni makubwa kuliko hivi ninavyosema. Jambo jingine ambalo nitalitaja hapa katika haki za udugu, na linachunga udugu wetu, safaul qalbi li ikhwanika almuslimin. Wallahi alazim, ni kutakasa moyo wako kwa ndugu zako Waislamu. Safaul qalb li ikhwanika almuslimin, kutakasa moyo kwa ndugu zako Waislamu. Kuna baadhi ya watu utaona nyoyo zao zimetakata, pengine kwa watu wasiokuwa Waislamu, labda ni mabosi zao au waajiri wao au mfanyabiashara mwenzake au mwanamichezo mwenzake, timu yao moja, anamsafia nia, anampenda, akimuona burdan, karibu sahiba bwana, naona umeingia bwana, lakini mtu huyu ameweka vifundo, vinyongo kwa Waislamu wenzie. Pengine anaingia msikitini na uso wa kazi, amekuja kuswali lakini amekunja ndita, anaingia kuswali hapo kwa Waislamu wenzake, lakini anaonekana mtu huyo akiingia mahotelini huko, kwenye vilabu vya mpira huko, masokoni huko, anacheka kweli kweli, cheka, anafurahi. Akiingia msikitini akiwaona waumini ndita, tabia mbaya. Usiwekee vinyongo Waislamu wenzako, huo sio utaratibu wetu. Na usilale na vinyongo ukaja ukafa navyo, utashindwa kutoa majawabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana utapata kwenye Qur'an anna min du'ai salihin, kama miongoni mwa dua ambazo walikuwa kiomba watu wema, min al-anbiya'i wa a'wanihim wa atba'ihim, wakiwemo manabii na wale wafuasi wa manabii na wale watu wema ambao wamewafuata wema wao waliotangulia. Miongoni mwa dua zao Qur'ani imetaja mfano katika suratul Hashr aya 10. Allah anasema akinukuu baadhi ya dua za waumini wakisema, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Waumini katika dua zao wanasema, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, kwa Allah usijalie katika nyoyo zetu chuki za kuwachukia wale walioamini. Dua za waumini wanamuomba Allah awaepushe na chuki za kuwachukia waumini. Yani mtu akiwaona Waislamu anachukia na kurubia kutapika, uso wake unabadilika, Allah kuepushe.
au wakitajwa watu wa sunna lazima uwakejeli, lazima uwakebei, lazima utie neno la kuwaudhi. Waumini wanaomba dua hii, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na wala usiweke katika nyoyo zetu ya Allah chuki za kuwachukia wale ambao wameamini. Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, innaka raufur rahim, haika wewe ni mpole mwenye huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nyuma katika mafundisho haya. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, alhadithu inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, na baadhi ya matamko ya hadithi hii ameyapokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mtume alayhi salam, tuisoma kwa haraka, anasema la tahasadu, msihusudiane. La tahasadu, msihusudiane waislamu. Alhasadu huwa tamanni zawali ni'ma an akhik. Husda ni kutamani neema fulani imuondokee ndugu yako. Pengine ndugu yako Allah amemneemesha neema ya ilmu au neema ya mali, au ana wadhifa na cheo, au ana neema ya watoto, ana neema ya wake, ana neema ya ujuzi, ni mtu mbunifu, ana ufundi mzuri, anajua kusimamia mambo. Ukatamani neema hiyo iondoke. Na hasidi yalivyo, hata kama asipate yeye, lakini akose tu, patalia mbali, tukose wote bwana, hamna kuvimbiana mjini hapa. Huyu ni hasidi. Allah anatuambia, Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia la tahasadu, msihusudiane, wala tanajashu, wala msifanyiane ghishi kwenye biashara. An-najash, an-najishu ni yule mtu ambaye hupandisha bei ya bidhaa lakini hana malengo ya kununua, na hii inapatikana sana kwenye minada. Amekaa pale, ni vaku, anaitwa vaku huyo, watu wa mjini wanajua jina hili. Amekaa pale, kazi yake anachomeka tu ili wewe uingie. 100 anasema 500, 500 anasema 700, anakuleta wewe. Lengo lake ima amnufaishe muuzaji au amdhuru mwenye kununua. Wala tanajashu, wala msifanye najash, msilete uvaku kwenye biashara, msifanye hayo. Wala tadabaru, na wala msihamane, ikawa mmehamana, hawa wanapita huku wale kule, mmepeana migongo, hamtaki kukutana. Mimi siwezi kwenda pale. Kwa nini bwana? Si fulani yuko pale? Nimemwalika yuko, mimi siji. Kama unaniheshimu bwana, usimwalike yule. Mimi na yeye hatupikiki chumu kimoja. Waislamu hao, acha upumbavu wewe. Una guarantee ya kuishi na vinyongo hivyo, waidhika na wenzetu wanaotangulia mbele ya haki. Watu wanaelekea kwa Mola wao kwa makundi. Wallahi alazim, alhaya dakaiq wa thawani. Maisha yetu haya ni dakika chache, ni sekunde chache sana. Ittaqillah, chuki hizo za nini baina almuslimin? Jambo gani lisiloisha? Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, na wala wasiuze baadhi yenu juu ya uuzaji wa wengine. Msiharibu biashara za wenzenu. Mwenzako ana mteja, muache amalizane naye kwanza, wazungumze mpaka washindwane, ndio aje kwenye duka lako. Usikae pembeni unamkonyeza na kutia ishara kwamba unapigwa hapo. La, msifanye hivyo. Wasiuze baadhi yenu kwenye uuzaji wa wenzao. Tulia, acha kitete na riziki, acha uroho, kuna moto, chunga riziki yako. Mtume akasema wakunu ibadallahi ikhwanan, na kuweni enyi waja wa Allah, kuweni ndugu. Mtume akasema almuslimu akhul muslim, muislamu bwana ndugu yake hasa ni muislamu mwenzake. Ukiwaacha waislamu ndugu yako nani bwana? Ukiwaacha ahlus sunna as-salafiyun utakuwa na nani wewe? Uongo tu bwana. Watu wa sunna wasikuhurumie, wakuhurumie watu wa bid'a. Walevi wakuhurumie wewe, watu wa mirungi wakuhurumie wewe, watu wa klabu wakuhurumie wewe zaidi ya waumini wenzako. Acha uongo bwana.
unawakunjia ndita waumini na kuwachukia, unawachekea walevi wala mirungi, watu wa bid'a. Malak, akili yako ina nini wewe? Unaona mbele? Almuslimu akhul muslim, muislamu ndugu yake hasa ni muislamu mwenzake. Tunasema la yahqiruhu, muislamu hamdharau muislamu mwenzake hata aweje, atembee na nguo zimechanika, hana viatu, mchafu, lakini ni muislamu, usimdharau. Muheshimu kwa uislamu wake. Huwezi kujua na majanga mangapi mpaka yuko katika hali ile. Pengine anatamani kuwa msafi kama wewe, kuwa na kipando kama chako, kutunza familia yake, kufanya kazi ya maana, hana, lakini ni muslim, lakini ni muislamu. Sisi wallahi tunamheshimu kwa ule uislamu wake na si kwa vitu vyake. Muislamu asimdharau muislamu mwenzake. Mtume akasema attaqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marat. Ucha Mungu uko hapa, anaashiria kwenye kifua chake mara 3. Ucha Mungu unatoka hapa bwana, unaanzia kwenye kifua, alafu matunda yake na athari zake zinaonekana nje baada ya hapo. Lakini mtu akiwa mchafu wa moyo, utauona uchafu wake unadhihiri kwenye maneno yake, maneno ya kejeli na dharau, maneno ya kujisifu, saa zote anajisifu, kujiona bora kuliko wengine, taalum, kujitia kujua kuliko wengine. Tabia hizi ni za watu ambao nafsi zao zina hali mbaya. Ule uozo sasa unadhihiri kwenye lugha zao. Tunakasema kullu almuslim ala almuslimi, hadithi ya Abi Huraira, kila muislamu juu ya muislamu mwenzake haramun, ni haramu damu, kuimwaga damu yake, wa maluhu, na kuichukua mali yake kwa dhulma, wa irdhuhu, na kuivunja heshima yake. Vitu hivi ni vya haramu. Hadithi hii ni kama hadithi ya Abi Bakra ile katika hajjatul wadaa. Mambo haya matatu ni mstari mwekundu usiyeingie: kuimwaga damu ya muislamu, kuidhulumu mali yake, kumvunjia heshima yake na familia yake. Haram. Mtume alayhi salatu wasalam ameharamisha mambo haya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Jambo la kuwasafiania Waislamu lina manufaa makubwa. Nitataja kwa ufupi habari iliyothibiti katika sunna, habari nzuri sana. Sikiliza habari hii ya kusafisha moyo kwa Waislamu wenzako, ilivyokuwa jambo hili lilivyokuwa na faida. Alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika Musnad kaitaja riwaya katika Musnad wa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حديث ثابت. siku moja Anas anasema walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamekaa msikitini kwake. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume akasema kuwaambia masahaba, yatla'u alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna. Ataingia sasa hivi hapa msikitini, sasa hivi ataingia hapa msikitini mtu katika watu wa peponi. Anasema Anas, fattala'a rajulun min al-ansar, ghafla akaingia mtu mmoja katika watu katika maansar, wenyeji wa Madina, sahaba wa kiansari, akaingia msikitini. Anas anaelezea alivyokuwa, anasema tantifu lihiyatuhu min ma'i wudhu'ihi. Mtu huyo alivyokuwa, tantifu lihiyatuhu, ilikuwa zinachuruzika ndevu zake, min ma'i wudhu'ihi, kutokana na maji ya udhu wake. Ndio kwanza ametoka kutawadha, bado ndevu zinachuruzika maji. Mualliqun na alayhi biyadihi shimal, hali ya kuwa amening'iniza kanda mbili zake, ameshikilia malapa yake katika mkono wake wa kushoto. Ni mtu wa kawaida tu maskini, kaingia amejaa maji ya udhu, ameshika kanda mbili zake na mkono wa kushoto.
Maneno haya aliyazungumza Mtume alayhi salatu wasalam siku hii ya kwanza, akaingia mtu huyu. Siku ya pili akasema hivyo hivyo kwamba ataingia hapa mtu katika watu wa peponi. Yule jamaa akaingia tena yule yule kwa wasifu ule ule. Siku ya tatu tumekwambia ataingia hapa mtu katika watu wa janna, akaingia tena mtu yule yule kwa wasifu ule ule. Angalia masahaba wanaopenda khairi. Kwenye siku hii ya tatu, falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume aliposimama na kuondoka pale, sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As akaona hapana, akamfuata yule bwana, fattabi'ahu, akamfuata nyuma nyuma. Alipomkuta akamuomba hifadhi, fatalaba min ar-rajuli an yuwiyahu ila baitihi, akamuomba yule mtu, naomba bwana, sina hifadhi ndugu yangu, nikakae na wewe angalau siku 2-3. Akamrairai pale, yule bwana akamkubalia, twende nyumbani. Abdullah ibn Amr ibn al-As fabata indahu 3 layalin, akalala kwa huyu bwana huyu nyumbani kwake siku 3. Sasa anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, falam arahu yaqum min al-layli bi shay'in, sijamuona yule jamaa akisimama usiku kabisa, sio mtu mwenye kuswali usiku. Alienda kulala kwake ili ajifunze huyu bwana kwa nini ameambiwa ni mtu wa janna, na Mtume alayhi salatu anafanya nini, ana ibada gani hasa ambayo sisi hatufanyi. Asema nikamuona yule bwana haamki usiku kabisa, haswali, ghaira annahu idha taqallaba ala firashihi dhakara Allah, isipokuwa mtu huyu alikuwa akigeuka kwenye godoro lake, wakati anajigeuza anafanya adhkari, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Abdullah ibn Amr akaona ngoja nitoboze. Kaambia bwana, sikiliza bwana, nimekuja kwa sababu Mtume alayhi salam amekuzungumza wewe kwa sifa kadha, kwamba wewe ni mtu wa janna, siku 3 mfululizo, tukitulia unaingia wewe. Sasa namwambia aradtu an awiya ilaika faandhura ma amaluk, mimi nikataka nije nikae na wewe hapa niangalie una amali gani wewe, faaktadi bika, ili nikuige na mimi. Yule bwana anamwambia qal ma huwa illa ma raait, sina nifanacho mimi, sina ninachokifanya ile hicho ambacho umekiona. Hivi ulivyoniona ndivyo ninavyoishi siku zote, sina jipya. Qala fansaraftu, Abdullah ibn Amr anasema mimi nikaondoka zangu. Falamma wallaitu, nilipogeuza mgongo wangu naondoka, daani, yule bwana akaniita, daani, yule bwana akaniita mimi, faqal, na akasema ma huwa illa ma raaita, sina amali nyingine isipokuwa ni hayo uliyoyaona, ghaira anni la ajidu, wa huna mahallu shahid. Amwambia ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin min almuslimin, isipokuwa mimi nilivyo siweki chuki kwenye nafsi yangu ya yoyote katika Waislamu. Ndio tabia yangu hiyo, simwekei kifundo mimi yoyote katika Waislamu wenzangu. Wala ahsuduhu, na wala simuhusudu Muislamu mwenzangu, ala khairin a'tahu Allah, juu ya khairi yoyote ambayo Allah amempa, basi mimi ndivyo nilivyo. Siweki chuki kwa Muislamu yoyote, na wala simuhusudu Muislamu yoyote kwa neema yoyote aliyepewa. Nafsi yangu iko hivyo. Angalia Abdullah ibn Amr ibn al-As akamwambia inna hadhihi allati, qala inna hadhihi allati balaghat bik, wallahi haya aliyosema haya ndio ambayo yamekufikisha hapo ulipofika, wa hiya allati la nutiq, na haya ndio yale ambayo sisi hatuyawezi, hayo ndio yenye kutushinda sisi. Allahu almusta'an. Hili ni jambo la 4, safaul qalb liikhwanika almuslimin, kusafisha moyo na ndugu zako Waislamu. Pana mengine yanahitaji kutajwa kama haya, yataendelezwa hayo katika Ijumaa inayokuja biidhnillah. Almuhim huququl ukhuwa baina almuslimin,
haki za undugu baina ya Waislamu zichungwe, ikiwa tunataka udugu wetu wa dini ubakie. Wasiwasikiliza maneno haya wakajitia visoi na wakajitia hamnazo. Uelewe hamna utakayemdhuru wewe, utadhurika wewe siku zote. Bwana mbwa mwitu wanamshambulia aliyejitenga. Huo ndio ukweli. Huwezi kuwakataa watu wa sunna ahlul khair ukawekea mashonde na ukaweka chuki. Una balaa nyingi katika miamala yako na ndugu zako, alafu wakie salama. La, inawezekana ukajiwa na salama kwa muda tu, lakini usipotubia mwisho wako ni mbaya. aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. aqimis salah. bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور